Mungu abariki sana. Na aliyenitangulia hapa hajasema tu yeye ni nani ATAPE, lakini ni katibu wetu wa ATAPE kwa ngazi ya conference. Mungu akubariki sana kiongozi, na tunafurahi kuabudu nawe katika kanda yetu ya Morogoro, na tuko katika wasaa wa kuhamasisha wana ATAPE kanda ya Morogoro, na wale ambao hawajui kama ni wana ATAPE twende mini retreat. Kwa hivyo katika ibada ya leo kuna mengi ambayo tutajifunza. Na katika ibada ya leo tumebakiwa na muda kidogo sana kufika muda ambao nilikuwa nimepangwa kuhitimisha somo. Niombee tu kwa imani tutamaliza kwa wakati. Amina. Nikasema somo la leo nilipatie kichwa kinachosema uwe na moyo mkuu. Amina. Uwe na nini? Na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Katika safari ya maisha, neno uwe na moyo mkuu ni neno ambalo tumekuwa tukilitumia mara nyingi. Na wakati fulani ukitaka kufahamu uwe na moyo mkuu ni neno zuri na la kutia moyo, ni pale ambapo unakuwa katika wakati wa kukata tamaa. Ndipo ule wakati ambao huwa tunawaambia marafiki zetu, tunawaambia ndugu zetu, uwe na moyo mkuu. Wakati fulani ni mwanafunzi uko katika masomo, mwanafunzi anaona anashindwa, hawezi kuendelea mbele. Huenda ni rafiki yake, huenda ni ndugu yake, huenda ni mwalimu anamwambia mwanafunzi uwe na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Lakini wakati mwingine ni ndani ya kanisa. Si lazima kuwe kumetokea na changamoto fulani ndani ya kanisa, lakini si wakati fulani kwamba ni mtu binafsi, lakini kama kanisa kuna wakati ambao tunatamani mtu atuambie sisi kama kanisa ya kwamba tuwe na nini? Na moyo mkuu. Kwa hivyo katika somo la leo tutakwenda kujifunza, je, ni nani huyu ambaye katika safari ya maisha kumwendea Kristo, ni nani huvunja mioyo yetu mpaka tufike hatua tukahitaji mtu wa kutuambia uwe na moyo mkuu? Lakini katika somo la leo ninatamani nimwambie Mwanakiegea ya kwamba yuko rafiki ambaye anatuambia uwe na moyo mkuu katika safari ya maisha. Kwa hivyo utakuja kugundua kwamba si ndani ya kanisa, si katika maisha ya kawaida ya kila siku, huenda kazini, huenda katika biashara, huenda katika magonjwa, huenda katika wakati ambao uchumi unakuwa ni changamoto, ni wakati ambao tunahitaji kutiwa moyo kwa kuambiwa neno uwe na nini? Uwe na moyo mkuu. Kwa hivyo hakuna mmoja kati yetu katika safari ya maisha ambaye hajakutana na changamoto ya kukata tamaa hata mara moja. Hayupo. Hata wale watu ambao wanasema wanacho kila kitu, ni matajiri katika ulimwengu huu, lakini nao kuna wakati wanakata tamaa. Si viongozi wa serikali, si viongozi wa kanisa, si mchungaji wako wa mtaa, si mzee wako wa kanisa. Kuna wakati anahitaji kuambiwa, mpendwa, uwe na moyo mkuu. Lakini shetani ametumia hii kama njia ya kulidhoofisha kanisa, lakini ametumia njia ya kuwakatisha watu tamaa. Na viongozi wa kanisa, huenda mtu mmoja binafsi, wakakata tamaa, wakashinda kutambua ya kwamba yuko Yesu katika maisha ambaye mara zote utuambia tuwe na nini? Tuwe na moyo mkuu. Sasa usipopata rafiki wa kukwambia uwe na moyo mkuu, ndipo mambo huwa mabaya zaidi. Kwa nini? Leo katika safari ya maisha utasikia wanafunzi wamejinyonga. Kwa shule utasikia vyuoni, nani amekufa kwa kujinyonga. Labda sehemu fulani familia, ndoa imeachana. Labda wakati fulani mtoto amemuua mzazi wake. Hayo ndio matukio ambayo tunaishi nayo katika ulimwengu ambao uliingia katika dhambi. Sasa ukikosa mtu wa kukwambia uwe na moyo mkuu, uleta msongo wa mawazo, umfanya mtu kuchukua maamuzi ambayo sio sahihi, lakini muda mwingine husababisha hata magonjwa ya kiafya. Kwa hivyo nikatamani leo katika somo la leo hapa katika kanisa la Adventista Sabato Kiegea, hebu nizungumze kuhusu kumtia moyo Mwanakiegea ya kwamba uwe na moyo mkuu.
katika safari ya kwenda mbinguni. Ukifikiria safari ya wana wa Israel, wanatoka Misri, wanakwenda wapi? Wanakwenda Kanaani. Miaka 40 wako wapi? Wako jangwani. Hawajafika katika ile nchi ya nini? Ya ahadi. Lakini licha ya kukata tamaa, waliendelea kuwa na nini? Kuwa na moyo mkuu. Sasa natamani tumjifunze ni nani huyu ambaye huwavunja watu mioyo. Ni nani ambaye huwavunja watu mioyo? Hebu tusome katika kitabu cha Hesabu 13 mstari wa 27 mpaka 33. Hapa tutakutana na kisa cha wana wa Israel wanapokata tamaa kuendelea na safari yao kuelekea nchi ya ahadi. Aliyefika anaweza kanisaidia kusoma katika kitabu cha Hesabu 13 mstari wa 27 mpaka 33. Hesabu 13:27 inasema, naam, wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. 29. Ameleki anakaa nchi ya Negebu, na Muhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordan. 30. Kalebu akawatulia na mara moja tukaitamaki, maana tutaweza kushinda bila shaka. 31. Asante sana. Ukiangalia safari ya wana wa Israel, sasa unajua wanapeleleza waifahamu ile nchi tunayoiendea ni nchi ya namna gani. Na mara hii wapelelezi wamekwisha kwenda, na wanapoenda tayari wanaleta habari. Habari hizo wanazozileta, wanaleta habari wanasema kweli ile ni nchi nzuri. Ni nchi ya maziwa na asali, ina matunda, ardhi yake ni nzuri. Lakini katika ile nchi wanakaa majitu makubwa. Si vibaya kufahamu katika nchi ya ahadi walikaa majitu makubwa, si ajabu. Wala si jambo la kukatisha tamaa mwana wa Israeli ambaye Bwana amefungua bahari wakavuka. Si ajabu. Wana wa Israeli walioshuhudia Mungu akitenda miujiza katika nchi ya Misri, si ajabu watu hawa kuogopa. Lakini ukisoma katika fungu la 31 tunapata watu wanaowakatisha tamaa, mkutano mkubwa, na wanaleta tamalaki katika mkutano la wana wa Israeli wanaosafiri kuelekea wapi? Nchi ya ahadi. Ukisoma fungu la 31 anasema, bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wana nguvu kuliko nini? Kuliko sisi. Kwa Wakristo hawa wanaosafiri kutoka Misri kuelekea nchi ya ahadi, mara hii wanasahau ya kwamba bahari ukisoma katika fungu la 33 anasema, kisha huko tuliwaona Waanaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. Katika safari ya kwenda nchi ya ahadi, wanaowakatisha tamaa ni watu ndani ya kambi. Katika safari ya kwenda mbinguni, watakao tukatisha tamaa ni wale marafiki ndani ya kanisa. Ninawaona wanakiegea wakisema, sisi Kiegea tunataka tujenge choo, sisi wanakiegea tunataka tufanye kitu fulani, tunahitaji shilingi milioni 35. Lakini unamuona mtu fulani anamkatisha tamaa. Kwa hivyo nikajifunza, nikagundua wakati fulani shetani
amewatumia watu wa karibu kutukatisha tamaa. Wakati fulani, wakati nikiwa Tukasa, tulikuwa na mahubiri ya Tukasa. Na tulipokuwa na mahubiri ya Tukasa, tukawa na vituo 6 vya mahubiri. Huku milima ya Uruguru tukawa na vituo 5, lakini nakwenda huku gereza la Kingoruya tukawa na kituo kimoja kule mbele kabisa. Sasa ikafika wakati katika bajeti tumewapeleka kweli wanatukasa wote kwenye mahubiri. Mimi na mwenyekiti wangu wa kanda hatujabaki hata na shilingi. Sasa tunajiuliza, wiki nzima imekwisha, tunamshukuru Mungu, mahubiri yamekwenda vizuri, lakini wiki hii iliyobaki hatuna fedha ya kuwalisha wanatukasa wakafanya kazi ya Mungu kwa juma lingine lililobaki. Tukaanza kupiga hesabu. Sasa mwenyekiti, huenda tulichukua ili kundi tulirudishe SUA, na kama tunarudisha SUA wanarudi namna gani? Tulikuwa tumekwenda huku milimani mbele kabisa Tawa, ambako kwenda kwa nauli tu ya mtu wa kawaida kwenda ni shilingi 12,000 kwa kipindi hicho, sijajua kwa sasa. Tukawaambia wanatukasa wote kwenye mikutano ya mahubiri, tukamwambia tufunge, tumlilie Bwana atupatie fedha. Ninakumbuka tulifunga ile siku, tumekuja mimi na mwenyekiti na baadhi ya viongozi wa kanda, tumekuja kwenye makanisa tunatafuta watu wa kutusupport. Sasa tumekuja na shilingi 15,000 ndio nauli iliyotuleta. Lakini nafika muda kama huu tumetembea kwenye makanisa, mwenyekiti anasema huko umetembelea huko umepata kitu? Asema hamna kabisa, sijaona. Na huyu ambia mimi sijaona kabisa. Nikamwambia mwenyekiti, si bora tu hii hela nauli tungeibadili kuwa mboga watu wakala. Sijui unanielewa? Yaani mimi niliyewahamasisha watu tuombe ndo ninaanza kukatisha watu tamaa. Anayekuvunja moyo ni yule rafiki yako wa karibu usiyemtegemea. Anayekuvunja moyo usiendelee mbele ni yule kiongozi mwenzako, anakuvunja moyo usiendelee. Lakini jambo la ajabu ndilo hili, wakati tukiwa katika kukata tamaa, ninapigiwa simu na mtu nisiyemfahamu, ananiambia mpendwa, ninataka kuchangia mahubiri, na hivyo ninaomba akaunti ya benki niweke fedha. Na wakati tunaendelea kutamalaki, mwazini anatupigia simu anatuambia kuna fedha kadhaa zimeingia kwenye account. Unampigia yule mtu aliyesema anataka kuweka fedha, unamwambia mpendwa, ndiye huyu aliyeweka fedha. Anasema hapana, mimi bado sijaweka. Nataka kukuambia ya kwamba tukiwa katika bonde la kukata tamaa, Mungu alitutia moyo, na lile ombi tuliomba ya kwamba Mungu tupatie kiasi fulani cha fedha kilifika na kikazidi. Kwa hivyo utakuja kugundua kwamba tusikatishwe tamaa na marafiki wa karibu, tusikatishwe tamaa katika kazi ya Mungu na mtu yoyote, na watu tusitegemee watu wa kutukatisha tamaa, awe jirani kutoka nje ndiye aje kukuvunja wewe moyo. Lakini hebu tuangalie, unapokata tamaa matokeo yake ni nini? Twende katika kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 1 na wa 2. Ukisoma Hesabu 14 mstari wa 1 na wa 2, anasema mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakanungunika Musa na Haruni, mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Katika safari ya kwenda mbinguni, katika safari ya wewe mfanyabiashara mwana atape mwenzangu, katika safari yako unamuomba Mungu nini kila siku? Umemuomba Mungu jambo fulani kwa muda, kwa miezi, kwa miaka. Sasa Mungu anataka kukupatia lile hitaji lako liloliomba. Sasa unamwambia Mungu, bora hata lile ombi nililokuomba nisingalikuomba kabisa. Unakata tamaa, unaanza kunungunika. Lakini Mungu anasema mchana wa leo ya kwamba mimi na wewe mwana Kiegea hatupaswi kunungunika wala kuvunjika moyo tunapokuwa katika bonde la kukata maneno.
katika fungu la 11 Mungu anamuuliza Musa. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hao watanidharau hata lini? Wasiamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara zote kati yao. Nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Matokeo ya kuvunjika moyo, ukakata tamaa, ukaamua kurudi nyuma, Bwana anasema atakupiga. Bwana ni mwema na wakati wote. Una jambo katika maisha umelianzisha ni jema. Wewe ni mwanafunzi unakata tamaa. Wewe ni mfanyabiashara unakata tamaa. Wewe ni mzee wa kanisa, Mungu amekupatia kazi, unakata tamaa kuliongoza kundi lake. Bwana anasema atakupiga. Atakuondoa kabisa, atauondoa urithi wako. Ile hazina uliyoiweka mbinguni Mungu ataiondoa. Kwa hivyo hatupaswi kunungunika pindi tunapovunjwa nini wapendwa? Tunapovunjwa mioyo. Katika kitabu cha Mathayo 2:18, kipindi Yesu anazaliwa, watoto wanatafutwa kuuawa wenye umri wa kuanzia miaka 2 kushuka chini kwa sababu ya aliyezaliwa Masihi. Na wanapotafuta kuuawa, kuna kisa cha Raheli. Anakataa kufarijiwa kabisa kwa sababu ya uchungu. Hebu tusome pale katika kitabu cha Mathayo 2:18. Tusome pale haraka, Mathayo 2:18. Tusikie kisa hiki ambacho Raheli anakataa kufarijiwa. Mathayo 2:18. Nasema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Machungu pindi unapokatishwa tamaa, jambo gumu linapotokea katika maisha. Watu huona wale wanaotufariji kana kwamba zile faraja hazitoshi, kwa sababu kile kitu cha thamani ulichokuwa nacho, ulichokuwa ukikitegemea, hakiko tena. Wewe mwanakiegea, ni kipi ulikishika? Kitu cha thamani ukaona hiki ninakitegemea, lakini hakiko tena. Machungu ya namna gani? Hata mtu anayekufariji unaona kana kwamba haitoshi, kwa sababu hata ukinifariji mtoto wangu hatarudi. Hata ukinifariji kama nimepata ajali, nimevunja mkono hautarudi. Machungu ya kupoteza yanatufanya tuvunjike mioyo, yanatufanya tukate tamaa, yanatufanya tusione tumaini katika safari ya kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Lakini vipi kuhusu Ayubu, tajiri aliyepoteza mali zake zote, lakini akabaki na utajiri wa kiroho? Tajiri aliyepoteza mali za ulimwengu huu, tajiri wa kusifiwa, wengi walimtaja katika vinywa vyao, lakini sasa hana kitu. Hebu tusome katika kitabu cha Ayubu 17 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Ayubu alipokutana na changamoto hii alifanya nini? Tuende katika kitabu cha Ayubu, ukifika unaweza kunisaidia kusoma Ayubu 17 mstari wa 1 na wa 3. Ayubu anasema, roho yangu imezimika, siku zangu zimekoma, kabuli i tayari kunipokea. Ni kweli wako kwangu wenye kufanya dhihaka, jicho langu ukaa katika kunifanyia uchungu kwao. Nipe rehani basi, uwe dhamana kwa ajili yangu kwako wewe mwenyewe. Kuna nani atakayeniwekea dhamana? Ayubu anapoteza kila kitu. Hivi mpendwa, unafahamu kupoteza kila kitu? Yaani kile kitu ambacho unaona kinakutia moyo hakipo. Watoto hawapo. Mali, magari labda ulikuwa nayo, tunaweza kusema katika ulimwengu huu, hayapo. Wale waliokuwa wakikufariji kama marafiki wa kweli hawapo tena. Kwa sababu kwenye maisha ya ulimwengu huu ambao tunaishi, ulimwengu wa dhambi, hata wale watu ambao unaona wako karibu na wewe huenda wapo kwa sababu fulani. Nawaambia wanafunzi wangu kwamba unatoa assignment darasani,
kuna mtu atakufuata, atakwambia nisaidie, hivi mwalimu alifundisha vipi pale, alifundisha vipi. Atakutafuta tu wakati wa shida, lakini akifanikiwa kupata kile alichokuwa anakitaka kwako, hata kuja tena. Kwa hivyo mwisho wa siku sisi wasafiri kwenda mbinguni tunamtegemea Kristo tu. Yeye ndiye rafiki yetu, yeye ndiye mfariji wetu, yeye ndiye kila kitu katika maisha. Hata kionekana tumepoteza kila kitu, Yesu anasema yeye ndiye nini? Ndiye mfariji. Lakini wakati wana wa Israeli, wakati wa Esther wakiwa uhamishoni, Wayahudi hati ya kuuawa kwa Wayahudi inatolewa, watu wanasikitika na kukata tamaa. Lakini Esther anawaambia wenzake tufunge na kufanyaje? Na kuomba. Uwe na moyo mkuu. Hajalishi ni changamoto ngapi unazozipitia katika ulimwengu huu, lakini uwe na nini? Uwe na moyo mkuu. Wakati mwingine usimtegemee mzazi kwamba atakutia moyo. Huenda mzazi ndiye akaukatisha tamaa. Yule mtu wa thamani ambaye uko unasema huyu niko tayari kufa kwa ajili yake, ndiye akaukatisha tamaa. Utaacha kuendelea kwenda mbinguni? Wengine wao wanasema kabisa na kanisa lao linafanyaje? Uwe na moyo mkuu. Kwa hivyo katika ulimwengu unaoelekea mwishoni mwa historia yake, kuna matukio mengi ya kukatisha tamaa ambayo hatuwezi kuyashinda kwa nguvu zetu wenyewe. Huenda ni malezi, mzazi na watoto pale nyumbani, unatamani wamtumikie Kristo vyema, lakini malezi yamekushinda. Huenda ni kijana, unatafuta ajira, umetafuta ajira lakini huoni tumaini. Lakini katika ulimwengu huu huenda ni masuala ya kisiasa yanayokatisha tamaa, lakini huenda ni masuala ya afya. Unaumwa, huoni tumaini. Huenda ni mabadiliko ya tabia nchi, mafuriko, vimbunga na mambo mengine mbalimbali yanayokatisha tamaa. Huenda ni magonjwa yanayokatisha tamaa. Hatuwezi sisi peke yetu, tunamhitaji Yesu Kristo. Anasema Yesu katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 33, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Wanakiegea neno la Yohana 16 mstari wa 33. Yesu anasema jipe moyo. Mimi nimeushinda nini? Nimeushinda ulimwengu. Jipe moyo. Huenda ni mzazi katika familia, jipe moyo, usikate tamaa. Haijalishi hali gani unapitia katika safari yako ya Ukristo, jipe moyo. Yesu anasema ameushinda nini? Ameushinda ulimwengu. Kwa hivyo hatupaswi kurudishwa nyuma kwa jambo lolote. Hatupaswi kukata tamaa katika jambo lolote. Leo sisi ni wanaatape. Wanaatape ni wanataaluma pamoja na nini? Na wajasiriamali. Hakuna mtu anaweza siwe mwanataaluma au asiwe mjasiriamali. Huenda ni mwanataaluma lakini pia ni mjasiriamali. Huenda wewe ni mjasiriamali tu. Na sasa ukisema wajasiriamali, ndio watu ambao wanakumbana na hatari ya kukata tamaa kabisa. Ukisema ni mwanataaluma kazini, ni sehemu ambayo mtu anaweza kukata tamaa kabisa. Kwa hivyo Yesu anasema sisi wanaatape, sisi wanakiegea, jipe moyo. Yesu Kristo amekwisha kuushinda nini? Ushindi wa Kristo ni ushindi wetu. Amina. Kwa hivyo usikate tamaa. Tunapopitia changamoto, hatupaswi kukata tamaa kabisa. Katika kitabu cha Zaburi 73 mstari wa 26, tunaweza tukaenda pale. Zaburi 73 mstari wa 26, nitasoma. Hapa tunakutana na kisa cha mtu kukata tamaa, lakini kuna jambo ambalo nililipenda kutoka kwake. Anasema mwili wangu na moyo wangu hupunguka. Mwili wangu na moyo wangu fanyaje? Hupunguka. Kwa kukata tamaa, moyo wake umepunguka, amepoteza tumaini, haoni mbele. Lakini ukisoma sehemu B ya fungu hilo, mara moja
anainikana kwamba ninamuona ameketi, mara hii anainuka anasema kwa nguvu, bali Mungu ni mwamba wa moyo wangu na sehemu yangu ya milele. Unapoonekana kukata tamaa, unapoonekana kushindwa, unaona magumu ni mengi, unaona uwezi kuendelea mbele, simama kwa nguvu, sema kwa sauti ya kwamba Mungu ni mwamba wa moyo wangu na sehemu yangu ya milele. Katika shughuli zako, katika biashara zako, katika kumtafuta Kristo kwenda mbinguni. Unafahamu kwenye maisha wakati mwingine huwa tumetanguliza labda biashara, tumetanguliza labda taaluma zetu, lakini tunasahau hata vile vitu vidogo vidogo. Unaamka asubuhi, unakwenda kazini, hujafanya ibada nyumbani, unafika kazini, unafungua biashara yako, hujaanza kwa ibada. Unafika kazini, wewe ni daktari, wewe ni mwalimu, unakwenda darasani, unakwenda kumtibu mgonjwa, hujaanza na Mungu. Kila jambo tunalolifanya tunamsahau Mungu. Hivi pia ni vitu vidogo vidogo ambavyo kama ukiviona ni vidogo, lakini ni vikubwa kiroho, vitakufanya uvunjike moyo, ukate tamaa, ushindwe kuendelea mbele. Kwa hivyo Mungu atakuwa mwamba kama tukimtanguliza kila mara, kama tukimtanguliza kila hatua, yeye atakuwa mwamba kwetu. Lakini Zaburi ya 23 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6, mtumishi wa Mungu Daudi, huyu mtunga Zaburi, anasema kwamba tunapokata tamaa, Bwana ndiye mchungaji wetu, wala tutapungukiwa na kitu chochote. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Sitafanyaje wapendwa? Sitaogopa. Sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Hilo ndilo neno ambalo Daudi anajipiga kifua, anasema Bwana ni nani? Ni mchungaji wangu. Unapokuwa katika kukata tamaa, jipige kifua useme Bwana ndiye mchungaji wangu, nami sitapungukiwa na kitu. Ikiwa Ayubu kwa macho ya kibinadamu alipoteza vyote, lakini kiroho akawa ni tajiri kuliko wote. Na wewe unapopoteza vile vya thamani unavyoviona ni bora, jipige kifua, sema Bwana ndiye mchungaji, sitapungukiwa na kitu. Walimwengu wanione nimepungukiwa na kitu, lakini Mungu anione ninacho kila kitu. Nikose katika ulimwengu huu, lakini mbinguni niwe na hazina. Kwa hivyo kukata tamaa ni mtego ambao shetani katika zama hizi za mwisho ameendelea kuzitumia kutuvunja moyo, ili tusione tumaini kupitia Kristo, ili turudi nyuma, ili tusifanye kazi yake ya uinjilisti, tusifanye kazi yake ya kuwaleta watu kwa Kristo, kwa kutukatisha tamaa. Kwa hivyo tusivunjike moyo. Huenda wakati fulani kukatisha kwako tamaa, kule kuvunjika moyo, ukiinuka kutoka katika kule kuvunjika moyo, ukawaleta watu wengi kwa Kristo. Leo tunajifunza habari za Daudi. Leo tunajifunza habari za Esther na Mordekai. Leo tunajifunza habari za wana wa Israeli na Daudi na wengi walioandikwa katika Biblia. Walipokata tamaa, walipovunjika moyo, Mungu akawasaidia wakainuka. Na sisi leo tujifunze, kwa sababu visa vyao vimetupatia nguvu. Vimetupatia nguvu za kusonga mbele zaidi kumtafuta Kristo. Mimi na wewe tunapovunjika moyo, tunapokata tamaa, tafadhali tumtumainie Kristo, kwa sababu ni hakika atatutoa. Na tunapotoka katika bonde hilo la uvuli wa mauti, Kristo anasema wengi. Namna gani? Wengi watamfahamu kupitia wewe. Watamfahamu kupitia wewe. Kwa hiyo hilo gumu nalolipitia huenda likawa uinjilisti kwa mtu fulani. Huenda mtu fulani akaingia kanisani kwa sababu ya gumu hilo fulani nalolipitia. Sasa unapopitia changamoto, ni nani akufariji? Nani anaweza kuja kunifariji mimi? Kwanza ujui gumu ninalolipitia. Unafahamu? Kwa sababu kuna magumu mengine unakutana nao kwenye maisha,
hata ukute mtoto wako afahamu, si ndio? Uenda labda, mimi sijaoa sitaki kuwazungumzia waliooa kwamba unapitia gumu alafu mke wako hajui. Ni kweli? Inawezekana? Kama watu waliosema waliooana, mimi nitapinga nini? Kwa hivyo wakati fulani kwenye maisha kuna changamoto fulani unaipitia, lakini hujui ni nani wa kukufariji. Kwa sababu unapiga hesabu hivi, nikimwambia mzee wa kanisa, nikimwambia shemasi mkuu, ili jambo kweli atanifariji kweli? Atanionaje mimi? Nani akufariji unapopitia changamoto? Lakini wewe mwana taaluma, wewe mwana atape, unapopitia changamoto, nani akufariji? Hebu tusome katika kitabu cha Yoshua 1:9. Mungu anasema nini? Yoshua 1:9. Mungu anamwambia Yoshua ya kwamba, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Je, si mimi niliyefanyaje? Uwe nani? Na moyo wa nini? Usifanyaje? Wala usifanyaje? Kwa nini? Kila uendako. Mchana wa leo Bwana anasema na wewe mwana Kiegea kwamba usiogope wala usifadhaike. Nitakuwa nawe kila uendako. Katika taaluma yako, wewe mwana atape, wewe ni mwana taaluma, kule uendako usiogope. Bwana anasema atakuwa pamoja nawe. Wewe mjasiriamali, mfanyabiashara, usiogope. Bwana anasema atakuwa na nani? Atakuwa na wewe. Lakini ninapenda zaidi katika kitabu cha Isaya 41:6 na 7. Tunaweza tukaenda pale katika kitabu cha Isaya 41:6 na 7. Kwa nini nina furaha? Kwa sababu Bwana hajawaacha watu wake kuwafariji wenzao tukiwa katika safari kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Unalo jukumu la kunifariji, si kunikatisha tamaa. Unalo jukumu la kumfariji mzee wa kanisa, si kumkatisha tamaa. Unalo jukumu la kumtia moyo msafiri mwenzako kwenda mbinguni, wala si kumkatisha tamaa. Katika maneno ya Isaya 41:6, mtumishi wa Mungu neno la Mungu linasema, wakasaidiana kila mtu na nani? Na mwenzake. Anasema kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na nini? Uwe na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Katika ugonjwa wako uwe na nini? Katika hali ngumu ya uchumi uwe na nini? Katika shughuli zako uwe na nini? Katika kila jambo uwe na nini? Na moyo mkuu. Lakini ukisoma fungu la 7 anasema, seremara akamtia moyo mvua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuawe, akisifu kazi ya kuunga akisema, ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumali isitikisike. Kwa nini nimesoma fungu hili? Katika safari ya kwenda mbinguni, Kristo anasema sisi ni viungo vya mwili wake, si ndio? Sisi ni viungo vya mwili wake. Na kila kiungo, hakuna ambacho kina thamani zaidi kuliko kingine. Vyote vina thamani sawa. Lakini ndani ya kanisa tuko watu wa aina mbalimbali. Ukinitia mimi moyo leo kwenye kukata kwangu tamaa, utanifanya nizidishe maombi, utanifanya niwe karibu na Kristo zaidi. Lakini tunatengeneza ushuhuda ambao wengi wakiusikia watakuja kwa nani? Kwa Kristo. Ngoja nikupe kisa hiki kimoja. Nafikiri tukiwa kule hata Pesabati iliyopita nilikitoa. Wakati fulani tukiwa kwenye mahubiri ya Tukasa. Tulikwenda kijiji kimoja kuhubiri. Na tulipokwenda katika kile kijiji, tumefika kile kijiji usiku kama saa 1 saa 2 usiku. Na tumefika pale, tunapokelewa na wanakijiji, wanatuambia hatutakiwa Sabato. Lakini sio kwamba ndo tumefika mara ya kwanza. Tulikwenda tukaongea na wanakijiji, tukawaambia sisi tuna habari njema, tunataka kuambia habari za Yesu. Wakakubali, wakatupatia mpaka nyumba ya kuishi.
Lakini leo tumekwenda wanatuambia hatutaki nini? Tutaki wa Sabato. Na wanasema tugeuze na gari turudi tulikofanyaje? Tulikotoka. Sasa si nikwambie Mungu anamtumia mtu yeyote kukutia moyo. Mimi nimetembea siku nzima kuwapeleka wanatukasa huku na kule kwenye vituo vya mahubiri, nimechoka. Nikana kwamba sasa nimeanza kukata tamaa. Ninamuona mlevi mmoja ananifuata, anasema kiongozi wao wanatukasa ni nani? Ninatoka pale mbele, anasema, anawaambia wanakijiji wenzake, mkiwafukuza watumishi wa Mungu ni nini? Ni laana. Ni laana, msiwafukuze. Waambieni wafanyaje? Washuke. Kwa hivyo baada ya mazungumzo ya muda mrefu wakaturuhusu tukashuka kwenye gari. Sasa tunakwenda kwenye ile nyumba ambayo tulikuwa tumefanyaje? Tumeilipia hapo awali kwa ajili ya kukaa wakati wote wa mahubiri. Lakini tulipofika tu pale, mwenye nyumba akapiga simu akasema, mimi hapo kwangu sitaki wa Sabato. Ninaomba mtafute mahali pengine mfanyaje? Mkae. Na kwa sababu ni usiku, ninawapa mpaka kesho saa 6 mchana. Wa Sabato wote sitaki kuwaona kwenye nyumba yangu. Sitaki kuwaona kabisa. Tumekata tamaa sasa. Nikawaambia wanatukasa, si ni Mungu ametuleta hapa? Ndio. Basi tuombe. Tukaingia katika maombi usiku ule. Asubuhi kulipopambazuka nikachukua timu ya wanatukasa, tunakwenda kutafuta nyumba. Tumetafuta nyumba sana, tumetafuta nyumba mpaka saa 6 inafika. Tunafika mahali fulani, kuna mtu alikuwa anafuga kuku kwenye mabanda ya kuku. Tunamwomba, tunaomba usiku wa leo tu tukae hapa kwenye mabanda yako, alafu kesho tunatafuta mahali tukae tukahubiri. Mwenye mabanda anatuambia, sawa mtakaa kwangu, lakini kwa siku moja kwenye haya mabanda ya kuku mtalipa shilingi 400. Kwenye nini? Mabanda ya kuku. Na sisi tumesema tutamtumikia Mungu. Iwe ni kwenye shida, iwe ni kwenye nini. Kama tutalala chini tutalala, lakini watu wamfahamu nani? Wamfahamu Kristo. Jambo la ajabu, wakati tunatoka kule kwenye banda la kuku tumekata tamaa kwa sababu hatuna hata fedha hiyo 400 basi tuseme tulipe, hatuna. Yaani sisi tulichobaki nacho ni chakula cha kutuwezesha kufanya nini? Mahubiri. Tunarudi kambini kwa walatimu wenzetu. Anakuja yule mlevi, mara hii si mlevi tena. Akili zake zimekaa vizuri kabisa. Anasema, wapendwa, mimi pale kwangu ninauza pombe, ninauza sigara, lakini nitaacha kwa kipindi chenu chote hiki cha mahubiri. Lakini nyumba yangu niliyokuwa nakaa nimetoa vitu vyote nje. Njooni mkae pale ndani. Mimi nitaama kutoka kwenye nyumba yangu, nitaishi kwenye banda la mbuzi. Wapenda, Bwana ni mwema wakati wote. Nani atakufariji katikati ya kukata tamaa? Tunataka turudi nyuma, tusisambaze injili pale kwenye kile kijiji, lakini mlevi Mungu anamtumia kutufariji. Tunapata mahali tunakaa na tunahubiri kwa wiki zote 2, na yule mzee mwishoni anaongoka na kuwa Mwadventista Msabato. Lakini jambo la kushangaza, anasema mimi nitatoa kiwanja changu kwa ajili ya mahubiri, na mahubiri atakapokwisha nitatoa na eneo kwa ajili ya kujenga kanisa. Leo ni mzee wa kundi. Anamshangilia Mungu kwa sababu ya kisa hiki ambacho kama tungalikata tamaa siku ile, tukasema tunarudi Morogoro, huenda lile kundi kubwa la watu waliojitoa, watu zaidi ya 26 wakabatizwa kwa Waadventista wa Sabato, huenda wasinge kuwepo pale. Huenda Mungu angetumia njia nyingine, watu wakashindwa kumfahamu kwa kipindi kile. Lakini kwa kutokata tamaa na kumtegemea Mungu, akajitwalia ushindi mkubwa. Mimi nikwambie wewe mwana Atape, wewe mwana Kiegea, ya kwamba unapopitia changamoto usikate tamaa. Mungu anahitaji kuleta ushindi mkubwa katika maisha yako. Mungu anataka kuleta ushindi ambao kila mtu akiuona anasema hakika yuko Mungu wa mbinguni. Katika kanisa la Waadventista Sabato Kiegea, yuko Mungu katika Mwadventista fulani. Usikate tamaa unapopita katika bonde la mauti. Usikate tamaa. Yako mengi ambayo
Kama umekwisha kumtumikia Mungu, unafahamu ni namna gani ambavyo Mungu amekuwa akituvusha katika changamoto. Ni namna nyingi na za ajabu. Nami nikuulize Mwanakiegea kwa sauti ya upole kabisa, je, umejipanga kukabiliana na magumu ya dunia hii ukimtanguliza Mungu pekee? Mwanakiegea, mwana Atape, je, umejipanga kukabiliana na magumu ya dunia hii ambayo inaelekea ukingoni huku ukimtanguliza Mungu peke yake? Kama ndiyo, unaweza ukasimama ungane pamoja na mimi. Unaweza ukasimama ungane pamoja na mimi. Na tunamshukuru Mungu sana kwa namna mnavyojitoa. Na leo ninaamini ya kwamba neno hili ambalo Mungu amelitoa na kutufundisha mchana wa leo, ya kwamba tusikate tamaa, na hata tunapokuwa katika bonde la kukata tamaa, Mungu anasema mwenyewe ndiye mfariji wetu wa kweli. Lakini hatupaswi kukata tamaa, kwa sababu uko ushindi fulani ambao Mungu anataka kuitangazia dunia kufahamu ya kuwa yeye ni Mungu. Lakini jambo moja ambalo nahitaji nimuulize Mwanakiegea, umejipangaje kufanya kazi ya Mungu bila kukatishwa tamaa katika shughuli zako za kila siku, katika biashara zako, katika taaluma yako? Umejipanga nini kufanya kazi bila kukata tamaa wala kuvunjwa moyo na hila za ibilisi? Umejipanga namna gani? Umejipanga namna gani? Kwa hivyo niwakaribishe wakati tunaimba wimbo namba 170. Nimeuchagua wimbo kwa sababu huenda mwingine anaimba sitafuti mali wala utajiri. Nataka kwa yakini nipate nini? Nipate Mwokozi. Sitafuti mali wala nini, wapendwa? Nataka kwa yakini nipate nini? Nipate Mwokozi. Katika biashara zetu hatutafuti mali tu. Katika taaluma zetu hatufanyi taaluma tu. Tunataka kwa yakini tupate nini? Tupate Mwokozi. Tupate Mwokozi. Bwana, niombe tusimame namba namba 170. Nataka kwa yakini nipate Mwokozi, chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini lile jina langu huko kitabuni mbinguni limeandikwaje? Dhambi zangu ni nyingi kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijaponye zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje?
makuu wakaamalaika mjibia ovu wakaapo walio na mavazi safi jina langu limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni limeandikwaje. Wenda ni mwana Atape kama mimi, umekata tamaa wakati fulani katika maisha, na sasa unasema namhitaji Kristo kama mfariji. Unaweza ukapiga hatua kusogea mbele, lakini huenda ulirudi nyuma kama Mwadventista Msabato kwa kukatisha tamaa katika safari ya kumtafuta Kristo, na sasa unasema nahitaji kumfuata Kristo, huenda kwa njia ya ubatizo. Ni kuombe, unaweza ukapiga hatua kuja mahali hapa wakati tunaimba chorus limeandikwaje jina langu huko, kwa sababu jina lako halitaandikwa kama mshindi kama ukikata tamaa. Huenda hujabatizwa na unatamani kubatizwa kwa njia ya maji mengi katika kanisa la Adventista wa Sabato, na umekaa mahali kule umesema sasa Kristo ndiye wa kunitia moyo nisikate tamaa. Wakati tunaimba chorus unaweza ukapiga hatua kusogea mahali hapa. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni Kuna mwingine? Baada yuko mwingine? Jina langu huko. Wenda leo hakuna ubatizo hapa. Kitabuni mbinguni limeandikwaje. Asante. Wenda kuna mwingine ambaye anatamani kutoa maisha yake kwa Kristo kwa njia ya ubatizo, na umekaa mahali wenda ulikatishwa tamaa na mtu fulani ukashindwa kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Unaweza kaungana na sisi mahali hapa mbele. Asante kwa mpendo wetu ambaye amejitoa, tutaendelea kumuombea hata wakati wa ubatizo wa maji mengi utakapofika, basi aweze kuyatoa maisha yake kwa Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na mtuombe. Baba mbinguni, wewe ni mwaminifu. Wewe ndiwe ambaye kwa kipindi chote katika historia ya ulimwengu umeendelea kuwa dereva. Wewe ndiye ambaye Mungu wa mbinguni umeendelea kuonyesha upendo katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Haijalishi Mungu wa mbinguni tumekata tamaa namna gani, lakini katika ibada ya leo umezungumza na sisi, nasi tumesema Mungu wa mbinguni, katika nyakati za kukata tamaa, nyakati za kurudi nyuma, huenda makwazo ndani ya kanisa, huenda makwazo katika shughuli zetu za kila siku, tumesema Mungu tutakutanguliza mbele, nao utakuwa shujaa wetu. Kanisa la Adventista Sabato Kiegea nalikabidhi mikononi mwako. Mungu wa mbinguni, ni kanisa linalokupenda. Wanao mipango kazi mingi ambayo Mungu wa mbinguni peke yao hawawezi. Huenda viongozi wakakata tamaa, huenda kanisa likakata tamaa, lakini Mungu, ombi langu mchana huu ya kwamba ukawe mfariji katika mipango kazi yote utakayoiweka. Mungu wa mbinguni ukaisimamie. Lakini Baba, ninaomba kwa ajili ya mtumishi wako aliyejitoa masaa ya mchana. Baba, unamfahamu. Huenda katika safari yake ya maisha amekatishwa tamaa, huenda na masomo, huenda na changamoto mbalimbali. Baba mbinguni, kuanzia leo ukawe mfariji katika maisha yake, ukamsimamie, ukambatize kwa Roho, hata wakati wa maji mengi unapofika, Mungu wa mbinguni akawe tayari kukutumikia. Nasi Mungu wa mbinguni, leo tumekatishwa tamaa na changamoto za ulimwengu huu,
tumekuja mbele yako Mungu wa mbinguni kwa ishara ya kuomba msaada kwako, lakini na kuamini ya kwamba ndiwe wewe Mungu peke yako unayeweza kuuisha nafsi na kuifariji. Mchana huu Mungu wa mbinguni tubariki, endelea kutusimamia, utuongoze katika kila hatua, ili siku moja ujapo Mungu wa mbinguni tukulaki mawinguni. Mungu wa mbinguni itakuwa furaha ilioje ya kwamba uliponena nasi tusikate tamaa, nasi hatukukata tamaa na tutakaingia katika ufalme wako. Basi Mungu wa mbinguni tuongoze, kwani tunajikabidhi mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo, amina.